Mimi ni mchungaji Emmanuel Ahadi Mkeni, mkurugenzi idara ya mawasiliano Conference ya Mashariki mwa Tanzania ETC. Kutoka hapa Hope Media ETC tunapenda kuwaletea japo kwa ufupi yale mambo yaliyojiri katika siku hizi 10 za maombi. Katika kila kizazi, Mungu amekuwa akiwaita watu wake kusimama, kunyenyekea na kumtafuta kwa unyofu wa moyo. Katika nyakati za changamoto, mashaka na misukosuko ya maisha, jibu la kweli limekuwa lile lile: maombi. Konferensi ya Mashariki mwa Tanzania, mji uliobarikiwa kwa mandhari ya asili, watu wake na urithi wa imani. Hapa makanisa ya Wasabato yalichukua uamuzi wa pamoja kusimama katika pengo kwa kufunga na kuomba. Kwa siku 10 mfululizo, waumini walijitoa si kwa maneno tu bali kwa vitendo. Walitenga muda, walinyenyekea na waliinua sauti zao kwa Mungu. Hii siyo hadithi ya tukio la kawaida, ni simulizi ya kiu ya kiroho, ni ushuhuda wa umoja, ni safari ya imani. Biblia inatukumbusha, na watu wangu walioitwa kwa jina langu wakijinyenyekeza na kuomba, nami nitasikia kutoka mbinguni. Kwa waumini wa Konferensi ya Mashariki mwa Tanzania, ujumbe huu haukubaki kwenye maandiko pekee. Ulikuwa mwito wa kuchukua hatua. Siku 10 hizi zilikuwa safari ya toba, unyenyekevu na uamsho wa ndani. Safari ya kumtafuta Mungu si kwa mazoea bali kwa dhati ya mioyo. Kulikuwa na maamuzi ya binafsi. Wengine walichagua kufunga chakula kwa muda, wengine walifunga burudani, wengine walifunga maneno yasiyo ya lazima. Lengo lilikuwa moja: kumtafuta Mungu kwa undani zaidi. Siku ya kwanza ilipoadia, makanisa yalifunguliwa, si kwa desturi bali kwa kiu. Nyimbo zilipanda, sala zilimiminika na mioyo ilianza kufunguka. Hapa maombi hayakuwa maneno yaliyohifadhiwa, yalikuwa kilio cha nafsi, yalikuwa mazungumzo ya kweli kati ya mwanadamu na Muumba wake. Katika siku hizi 10, waumini walijifunza kusikiliza sauti ya Mungu kwa makini zaidi. Walijifunza kuvumilia, walijifunza kumtegemea Mungu kuliko nguvu zao wenyewe. Jambo linalohitajika kwako na kwangu ni kuwa na mahusiano mazuri na Yesu. Ndugu zangu, tujenge mahusiano mazuri na Yesu. Tukishajenga mahusiano mazuri na Yesu, kila jambo litaenda vizuri. Kulikuwa na nyakati za ukimya, nyakati za machozi na nyakati za furaha ya ndani isiyoelezeka. Katika maombi ya asubuhi na jioni, familia ziliungana. Vijana waliinua sauti zao, wazee walitoa baraka. Kanisa likawa mahali pa uponyaji, mahali pa kurejeshwa, mahali pa kukutana tena na Mungu. Moja ya baraka kubwa za siku 10 za maombi ilikuwa umoja. Tofauti za umri, nafasi na hali ya maisha zilitoweka. Hapa wote walikuwa sawasawa mbele za Mungu. Matajiri na maskini, vijana na wazee, wahudumu na waumini walishikana mikono, walibeba mizigo ya wenzao, walilia pamoja na walifurahi pamoja. Kanisa likawa familia moja, familia iliyounganishwa na maombi. Kadri siku zilivyoendelea, matunda ya maombi yalianza kuonekana. Mioyo ilibadilika, mahusiano yalirejeshwa, imani iliimarika. Kulikuwa na ushuhuda wa amani mpya, ushuhuda wa msamaha, ushuhuda wa tumaini lililofufuliwa. Hata hivyo, nilikuwa nimekuja ndani ya hizi siku 10 za maombi, nilikuwa sina amani ya moyo, lakini baada ya kusikia haya maombi nimehudhuria siku zote 10, lakini kwa sasa najivunia nimepata amani ya moyo. Namshukuru Mungu. Nimezaliwa katika imani ya Kiadventista Sabato, lakini nimefikia wakati nikawa nimerudi nyuma kutokana na kazi nilizokuwa nazifanya. Hizi kazi nilizozifanya, nilifanya kazi kwa muda wa miaka kama 10. Kwa kweli kanisani kwa siendi. Kwa hiyo namshukuru Mungu, nimefikia wakati sasa nimeamua kumrudia Mungu wangu na nimeamua kubatizwa. Wengine walipata majibu waliokuwa wameyaomba kwa muda mrefu. Namshukuru Mungu kwa kuja mahali hapa. Mimi sio Mwadventista. Namshukuru Mungu kwa matendo makubwa aliyonitendea. Nilikuwa na changamoto nyingi. Katika nyingi hizi nilizokuwa nazo, siwezi nikasema yote, bali namshukuru Mungu kwa matendo makubwa aliyonitendea.
wengine walipata nguvu ya kusubiri. Lakini zaidi ya yote, wengine walipata jambo moja la msingi, ukaribu mpya na Mungu. Siku ya 10 ilipoadia, kulikuwa na hisia ya pekee: shukrani, unyenyekevu, furaha ya kiroho. Ibada ya mwisho haikuwa mwisho wa safari, bali mwanzo mpya, mwanzo wa maisha ya maombi endelevu. Nyimbo zilijaa shukrani, sala zilijaa matumaini, na mioyo ilijaa ahadi mpya kwa Mungu. Siku 10 za maombi zilimalizika, lakini ujumbe wake uliendelea. Conference ya Mashariki mwa Tanzania ilishuhudia kuwa Mungu bado hujibu maombi, hubadilisha mioyo, bado huleta uamsho kwa watu wanaomtafuta kwa dhati. Hii haikuwa tu programu ya kanisa, ilikuwa mwitikio wa mbinguni kwa watu waliokubali kujinyenyekeza. Na wito bado unasikika leo: ombeni bila kukoma, kwa sababu maombi sio tukio, maombi ni maisha.